Fupi ya iftari na dua ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu mkurugenzi. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakari bin Zubeir, mzee wangu, waheshimiwa viongozi wa serikali, mwakilishi wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini na chama chetu na Mheshimiwa Meya, viongozi wa dini mbalimbali, najua kuna mashehe mbalimbali ambao tunao hapa, lakini vivyo viongozi wa Kristo, viongozi mbalimbali wa siasa, vyama vya siasa, bodi ya wakurugenzi, management yetu, mkurugenzi mkuu mstaafu wa TRC Mzee Mboma. Mheshimiwa Mufti, Mzee Mboma ndiye alikuwa mkurugenzi wa mwisho wa TRC. Baada ya hapo ikagawanyika TRC, tukawa na TRL na LAHACO. Na Mzee Mboma ana historia kidogo, ndio the longest, yani ndio CEO aliyekaa muda mrefu kwa TRC. Na mimi Mufti si haba. Mwenyezi Mungu akijali mpaka mwishoni mwa mwaka nitakuwa na mimi na miaka 10, lakini Mzee Mboma ana miaka 11. Kwa na mimi si haba na tunakimbizana kidogo. Wadau mbalimbali wa TRC, nimemwona mzee wangu Dewji, wafanyakazi wenzangu wa TRC, waandishi wa habari, mabina wa bwana, assalamu alaikum. Wageni waliko mabina wa bwana, awali ya yote kwa unyenyekevu mkubwa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa jioni ya leo tukiwa wenye afya na amani, tukiendelea na ibada tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kipindi hiki ni kipindi cha rehema, msamaha na kujitakasa ambacho kinatufundisha umuhimu wa mshikamano, upendo, huruma kwa wenzetu. Wageni waliko mabina wa bwana, napenda kuwashukuru wote kwa kujumuika na sisi kwenye hafla hii ya iftar iliyoandaliwa na shirika la Reli Tanzania. Ni heshima kubwa kwetu kuandaa tafrija hii ya iftar pamoja na kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ujumla katika kufanikisha shughuli zote za maendeleo nchini kwetu. Na sisi kama mwenezi alivyozungumza tumekuwa ni sehemu ya utekelezaji huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya TRC, napenda kwa niaba ya TRC lakini na bodi yetu, mwenyekiti wetu ameshazungumza, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wetu wote, serikali, sekta binafsi, viongozi wa dini na wananchi kwa ushirikiano wao mkubwa katika maendeleo ya sekta ya reli nchini. Hasa pale tunaposhuhudia mafanikio ya uendeshaji wa treni ya umeme kupitia reli ya kisasa kwa maana ya SGR. Ni dhahiri kuwa mshikamano na juhudi za pamoja zinachangia mafanikio yetu. Mheshimiwa Mufti, mpaka sasa hivi tunapozungumza mpaka mwisho wa Februari tumeshasafirisha watu takriban milioni 2.1. Haya ni mafanikio makubwa sana Mheshimiwa Mufti, katika taifa letu haijawahi kutokea. Ukiangalia reli zetu za zamani zile kwa maana ya Tazara na ya sasa hivi, kama tumejitahidi sana hatufikii nusu milioni, lakini kwa sasa hivi ndani ya miezi 7 unazungumzia zaidi ya watu milioni 1.1. Na hii Mheshimiwa Mufti ina maana kubwa sana katika nchi yetu. Ukiangalia katika hali ya kawaida kwa maana ya kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, watu wanatumia mpaka masaa 10. Sasa unapotumia masaa 3.5 na nyingine tumia masaa 3, unazungumzia kila mtu ana save masaa 7 takriban. Sasa zidisha masaa 7 kwa watu milioni 2 na ndio unaweza kupata ukubwa wa jambo hili. Ni masaa mangapi ambayo yanaongeza ile hali ya kuishi kwa binadamu, lakini vile vile katika hali ya kawaida inatusaidia sana. Inatusaidia sana kama taifa, kwa sababu ujue kwamba kuna watu ambao wanafanya kazi Dodoma lakini familia zao zinakaa hapa. Kwa ile inaimarisha ndoa, inaimarisha familia,
inaimarisha familia zetu kwa maana kama taifa. Kwa hiyo ina umuhimu mkubwa sana. Lakini Mheshimiwa Mufti vile vile hivi karibuni tutaanza ndani ya miezi miwili inayokuja, tumejipanga kuanza treni ya mizigo sasa. Na tuna imani kubwa sana kwamba treni ya mzigo itakuwa na impact kubwa sana katika taifa letu, kupunguza malori kwenye barabarani, lakini vile mambo ya ajali, lakini maintenance za barabara. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa maono, lakini na marais waliomtangulia kwa maono haya makubwa katika taifa letu. Sambamba na hilo, naomba nikumbushe kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kipindi cha kutafakari, kujithamini na kujifunza kuwa na subira, uadilifu na uwajibikaji, mambo ambayo ni msingi wa mafanikio yetu kama taasisi. Aidha, tutambue kuwa pamoja na iftari kuwa tendo la ibada, pia ni fursa ya kukuza mshikamano, mahusiano mema miongoni mwetu. Tunaamini kuwa kupitia mshikamano wa mahusiano haya tutaendelea kutoa huduma bora kwa Watanzania na kwa ajili ya kuinua uchumi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi Mufti Zubeir, bila kusahau, naomba kuwashukuru pia vile vile bodi yetu kama nilivyowataja mwanzo, lakini tuna viongozi wetu wa vyombo hapa vya ulinzi na usalama wanafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Mufti, nafikiri unajua kuna wakati fulani tulipata lapsha kidogo, wenzetu ambao si wema katika taifa letu walianza kukata manyaya yale na kufanya biashara, lakini wengine nilikuwa ni sabotage tu, na vyombo vyetu vilisimama imara. Tunao hapa, unaweza usiwaone, lakini tunao hapa kuhakikisha kwamba basi hali halisi inarudi. Lakini vivyo tunawashukuru wakurugenzi wa taasisi mbalimbali. Nimemwona kama mkurugenzi mwenzangu, huu ni benka mwenzangu kwa miaka mingi. Sasa nimechukuliwa mimi nikaletwa huko kwenye reli, lakini ubenka ule bado ninao Mheshimiwa Mufti. Ukishatoka kule hutoki. Bado tunakumbushana. Kwa hiyo namshukuru sana uwepo wake hapa, management ya TRC, lakini wafanyakazi na wanahabari kwa kushirikiana nasi katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku na kuhudhuria hafla hii. CRDB sio tu Mheshimiwa Mufti, huu ni rafiki yangu. Huko tumeanza mbali, lakini ni katika benki moja hapo ambao wanatusaidia sana katika ujenzi, wanatoa mapesa mengi sana. Naona hakuyataja, lakini angeyataja Mheshimiwa Mufti ungeshangaa. Wanatoa pesa nyingi sana CRDB kwa ajili ya ujenzi, kuhakikisha kwamba ujenzi unaendelea. Aidha, TRC inawatakia mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuwatakia siku njema inayokuja. Mheshimiwa Mufti, najua haijafika, lakini si vibaya kuwa na kutakiana heri yanayokuja katika Eid al-Fitr. Asanteni sana kwa kujumuika nasi. Wassalamu alaikum.